Naam, habari wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Tunaanzia Butiama mkoani Mara, ambapo mkuu wa wilaya Butiama mkoani Mara Bitekla Mkuchika ameongoza zoezi la kupanda miti takriban 500 katika kata ya Kukilango, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 62 ya muungano, huku akiwataka wenye viti wa vijiji na watendaji kuchukua hatua kali kwa wanaokata miti na kuharibu mazingira. Mwanahabari wetu Musa Makali ameandaa taarifa ifuatayo. Maadhimisho ya miaka 62 ya muungano hapa mkoani Mara yanafanyika hapa katika wilaya takatifu alikozaliwa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na zoezi lilofanyika ni kupanda miti. Naendelea kuwasihi viongozi wa vijiji, watendaji wote kuhakikisha kwamba miti hii tunayoipanda inakuwa ni endelevu, na sisi kama serikali tutawachukulia hatua wale wote ambao maeneo yao miti haitakuwa. Mkuu wa wilaya Butiama Bitekla Mkuchika amesema pamoja na maadhimisho haya miaka 62 ya muungano, lakini pia upandaji miti ni kampeni endelevu katika mkoa huu wa Mara. Sisi kama Butiama kwa leo tu tumepanda miti 500, lakini mazoezi hili la upandaji wa miti wilaya Butiama ni endelevu. Miti yote tuliyoipanda tutaitunza mpaka itakapokuwa. Na tunahamasisha wananchi na taasisi nyingine kuwa na vitalu kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa taasisi. Wananchi wanaiomba serikali kutumia sheria za kimila kulinda mazingira kwenye maeneo yao. Mila ndio yenye jamii ambazo watu wanaweza kufata na ikawadhibiti. Na uwazi tulionao hapa, serikali ingeweka utaratibu kwa ajili ya kupata watu ambao wanakuwa wanaangalia yale mazingira ili kulinda mifugo isije karibu miti yetu. Kutoka hapa katika kata ya Kukilango hapa wilayani Butiama mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Makali kutoka Butiama mkoani Mara. Wananchi wa manispaa Songea mkoani Ruvuma wameeleza mitazamo tofauti kuhusu muungano wa Tanzania ulioundwa Aprili 26 mwaka 1964 kati ya Tanganyika na Zanzibar, wakisisitiza umuhimu wa kuenzi, huku wakitaka uendelee kuleta manufaa ya moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku. Mwanahabari wetu kutoka mkoani Ruvuma ameandaa taarifa ifuatayo. Ikiwa ni Aprili 26, siku ya kuadhimisha muungano wa Tanzania, muungano ambao umeziunganisha nchi za Tanganyika na Zanzibar. Lakini muungano huu una maana gani kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma? Muungano kwa sisi watu wa mkoa wa Ruvuma, hususan hapa manispaa Songea ambao nategemea sana kilimo na vitu kama hivyo vya mazao, sisi tunufaika sana kwa kuuzia vyakula watu ambao wanatoka kule Zanzibar kuja hapa, ambao wanafuata fursa ya mazao. Kitosha zaidi hata kwa sisi vijana tunapata fursa. Leo tunaenda kuchukua baskeli Zanzibar, tunazeta Songea, tunaziuza. Tunachukua baskeli, tunachukua vitu vya kutoka Zanzibar, tunakuja Songea hapa tunaviuza. Nao baadhi ya wazee hapa mkoani Ruvuma wamewakumbusha vijana kuwa amani haiji kwa bahati, bali hulindwa kwa vitendo. Watanzania na makabila yote tumechanganyikana, tumekuwa kitu kimoja kutokana na muungano. Kwa hiyo vijana waheshimu muungano ambao uliotuunganisha na kutotolea ukabila. Kama na washauri vijana waepuke na makundi yale ambao ya kudanganyana vitu ambavyo havipo katika nchi yetu. Yaani watengeze amani, tuwe na amani. Hata vijana wenyewe kukiwa hamna amani, vijana hatafanya kazi yoyote. Akizungumzia suala la muungano, Shekhe wa mkoa wa Ruvuma Ramadhani Mwakilima amesema muungano ni tunu muhimu iliyochangia kudumisha amani na mshikamano nchini, akisisitiza kuwa jamii ina wajibu wa kuutunza na kuuenzi. Sasa muungano haukuja kwa bahati mbaya. Kama hivyo ndivyo, ni wajibu wetu sote sasa kuhakikisha tunayaishi yale malengo ya muungano, ambayo kwenye msingi wake mimi naona hasa ilikuwa ni amani, utulivu na usalama wa jamii zetu. Kwa hiyo kila mmoja hakikisha anakuwa sehemu ya ulinzi wa amani na utulivu wa jamii aliyonayo. Nikiripoti kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Asante Kayanda kwa taarifa hiyo. Viongozi kutoka kote ulimwenguni wameeleza mshtuko kisha faraja kwa kukamatwa mtu aliyeshukiwa kufyatua risasi kwenye hafla ya chakula cha jioni iliyohudhuriwa na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington. Kaimu mkuu wa polisi wa Washington, Geoffrey Carroll, amesema mshukiwa ametambuliwa kama Cole Thomas Allen, mkazi wa California mwenye umri wa miaka 31. Alikuwa na bunduki 2 na visu vingi, ingawa anapelekwa hospitali kupimwa, lakini bado ni mapema mno kufahamu nia yake. Ingawa ishara zinaonyesha wazi kwamba Rais Trump ndiye aliyekuwa mlengwa wa shambulio hilo.
Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema ni faraja kubwa kwamba rais na mke wake wote waliohudhuria wako salama. Huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameelezea shambulio hilo kuwa lisilokubalika, pamoja na rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen akisema kwamba ghasia hazina nafasi kamwe katika siasa, huku waziri mkuu wa Israel Netanyahu, mshirika wa karibu wa Trump, naye amesema yeye na mkewe wameshtushwa na jaribio la kumuua Trump. Itakumbuka kwamba Rais Trump amenusurika majaribio mawili ya awali ya kumuua tangu mwaka 2024, kipindi ambacho mgawanyiko wa kisiasa umeongezeka nchini Marekani. Naam, tukirejea hapa Tanzania ni kwamba mkurugenzi mkuu wa bohari ya dawa nchini MSD Mavere Tukai amesema wamefanya tathmini ya kuchukua hatua za haraka juu ya athari zinazosababishwa na mgogoro unaendelea Mashariki ya Kati na kuathiri uagizwaji wa dawa na vifaa tiba ili Watanzania waendelee kupima na kupata huduma za afya kwa wakati. Katika kukabiliana na changamoto hiyo na kutafuta suluhu ya kudumu, Tukai amebainisha mpango mkakati wa kuongeza viwanda vya uzalishaji wa dawa sambamba na kutoa fursa kwa wawekezaji wa sekta hiyo. Kupitia mpango maalum ambao waziri wetu wa afya Mheshimiwa Mchengerwa alianzisha ule wa kuaccelerate uzalishaji wa bidhaa kutoka ndani ya nchi, kuna wawekezaji wengi sana wameonyesha interest ya kuwekeza viwanda hapa. Na bahati nzuri sana kuna timu maalum iliundwa na Mheshimiwa Waziri ambayo inaendelea kufanya kazi. Hata mimi niko hapa, lakini wenzangu wanaendelea kule kuchambua katika yale maombi, na tunaona kabisa mambo yanaenda vizuri. Nao baadhi ya wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari ambao wamefanya ziara katika bohari ya dawa wameeleza ni kwa namna gani wanaona hali ya upatikanaji wa dawa na huduma katika vituo vya afya nchini. Kimsingi mimi ninavyoona kwamba hali imeboreka sana katika upatikanaji wa dawa. Sisi sote ni mashahidi, huko nyuma kelele zilikuwa nyingi sana za upatikanaji wa dawa, lakini sasa hivi MSD wanapeleka dawa mpaka mwisho kwa mlaji kwenye vituo vya afya. Serikali imejitahidi kutengeneza connection ya vituo vya afya kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Yaani rufaa zinafanyika na vitendea kazi vipo katika kila kituo ambacho kimepangwa. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Hiyo wananchi wilayani Kiteto, kijiji cha Mbigiri mkoani Manyara, kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya hiyo wameharibu na kuteketeza zaidi ya hekari 5 za mashamba yaliyobainika kulimwa dawa za kulevya aina ya bangi kwa siri, ikiwa ni mpango wa mashirikiano kati ya serikali wilayani hapo pamoja na wananchi kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya hususan bangi. Elia Kimani anaarifu zaidi. Mkuu wa wilaya Kiteto Remedius Mwema ameeleza namna ambavyo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo ilivyofanikiwa kubaini mashamba hayo. Maelekezo tuliyotoa kwamba viongozi wa vitongoji washuke kwenye maeneo yao kubaini, lakini operation zitaendelea katika eneo hili pia kwa jeshi la polisi kusimamia kikamilifu eneo lote hili ili kuweza kubaini kama kuna maeneo na masalia ya ulimaji wa bangi katika ukanda huu. Wananchi wa eneo la Mbigiri wameonyesha kufurahishwa na hatua hiyo ya kuteketeza kwa mashamba haya ambayo yamekuwa yakilimwa bangi. Tukafika na hao askari na kamati yangu ya usalama tukaanza kushughulikia bangi ambayo tumekuta. Ilikuwa iko sehemu kama 3. Nyingine imechanganywa na mahindi, lakini nyingine imepandwa ikiwa peke yake. Bado maeneo yanaonekana ni mengi na ni makubwa mno. Waliolima bado tukaongeza nguvu zaidi, na tunashukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya amekuja na timu yake. Watoto wetu tunafikiri kwamba bangi wanalewa au wanavuta, wanazitoa wapi? Kumbe ni maeneo ya hapa kwetu yanayolimwa. Wakiwa vijana wetu ndio wanavuta na kuharibikiwa wakiwa hawafanyi kazi kwa kuvuta madawa kulevya haya ambao ni kitu hatari sana. Kwa hiyo ikiwepo jeshi la polisi kuondoa vitu kama hivi. Toka wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Matumaini ya mafanikio ya kidiplomasia kati ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yamepungua baada ya Tehran na Washington kutoonyesha nia ya kupunguza misimamo yao kuhusiana na mazungumzo ya amani. Waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbasi Araqchi ameondoka Pakistan, nchi ambayo inaongoza juhudi za upatanishi, akiacha mikono mitupu wakati naye rais wa Marekani Donald Trump
alifuta ziara iliyopangwa kufanywa na wajumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner huko Islamabad. Na rais wa Iran Masoud Pezeshkian alimwambia waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif kwamba kwa njia ya simu kwamba Tehran haitaingia mazungumzo ya kulazimishwa chini ya vitisho au vizuizi, kwani Marekani inapaswa kuanza kuondoa vikwazo vya uendeshaji wa kibiashara, ikiwa ni pamoja na mzingiro wa bandari za Iran kabla ya wapatanishi kuweka misingi wowote wa kutatua mgogoro huo. Naam, hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi Kibong'oto imeanza mchakato wa kubadilisha maabara ya hospitali hiyo kuwa maabara ya rufaa ya kimataifa ya kifua kikuu ili kuimarisha huduma za uchunguzi na udhibiti wa magonjwa ndani na nje ya nchi. Mwanahabari wetu Amani Mbando anaripoti. Akizungumza katika mkutano wa wataalamu wa afya na wadau kutoka ndani na nje ya nchi, mkurugenzi msaidizi wa idara ya kinga kutoka Wizara ya Afya, Dr. Vida Makundi, amesema mchakato huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha mifumo ya uchunguzi, udhibiti na ufuatiliaji wa ugonjwa wa kifua kikuu pamoja na kuboresha ubora wa huduma za maabara. Hospitali hii imejenga uwezo mkubwa sana wa kimaabara wa kupima vimelea vya ugonjwa wa TB, kiasi kwamba tunakwenda sasa kwenye hatua ya kuwa maabara kuu ya rufaa ya kimataifa, ambayo ni maabara itakayokuwa na mtandao wa kusimamia maabara zingine nchini na nchi za nje. Kwa upande wake, mkurugenzi wa hospitali hiyo Dr. Leonard Subi amesema lengo la hatua hiyo ni kuongeza uwezo wa kuwabaini wagonjwa waliopo majumbani ili kufanikisha lengo la kutokomeza kifua kikuu ifikapo mwaka 2030. Tanzania tumepiga hatua kubwa, lakini bado tuna baadhi ya maeneo ambayo tunataka kuyafanyia kazi. Mojawapo ni kuongeza uwezo wetu wa kuweza kuwabaini wagonjwa wa kifua kikuu walioko majumbani. Naye mganga mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Jafet Simeo amesema ushirikiano wa wadau wa sekta ya afya ni muhimu katika kuhakikisha mafanikio ya mapambano dhidi ya kifua kikuu na kuimarisha huduma za maabara nchini. Ili iweze kupata sifa hiyo, lazima uwekezaji ufanyike, na kuna uwekezaji mkubwa umefanyika wa majengo na vifaa tiba na vifaa vya maabara. Amani Mbando, Channel 10. Shule ya sekondari ya wavulana ya Mwaselela iliyopo halmashauri ya wilaya Mbeya umeomba serikali kuwajengea mabweni na bwalo la chakula ili kuongeza ufanisi na kujisomea na kufanya vizuri katika mitihani yao. Mwanahabari wetu Epimarcus Apolinali anaripoti kutoka jijini Mbeya. Shule ya sekondari Mwaselela ni miongoni mwa shule za serikali ngazi ya kata ambayo ina mkondo wa wavulana pekee na inadaiwa kufanya vizuri matokeo ya kidato cha pili mwaka jana kwa ufaulu wa daraja la kwanza wanafunzi 49 na daraja la pili wanafunzi 4 katika darasa lenye wanafunzi 53, ingawa inakabiliwa na baadhi ya changamoto ambazo wameiomba serikali iweze kuzitatua, yakiwemo mabweni. Pia sio kwamba shule ya private ni ya serikali, ni ya kata kama kawaida zingine. Sisi tunaomba serikali itujengee mabweni na mabwalo ili tuweze kufaulu zaidi, tuongeze ufaulu. Pamoja na kufanya vizuri katika matokeo yetu, bado kuna changamoto tunazipitia hapa shuleni. Mfano, hatuna mabweni hapa, tunalala madarasani. Kuna kipindi hapa maji hayakuwepo, wameturekebishia tayari. Pia mabwalo hapa, fence hatuna. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie katika hili. Kufuatia matokeo hayo, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Andere Mwaselela, baada ya kutembelea shule hiyo na kubaini mafanikio na changamoto zilizopo, ametoa zaidi ya shilingi milioni 3 kwa walimu na wanafunzi waliofanya vizuri na kuahidi kutoa vitabu vya kidato cha 3 kama motisha, pamoja na kuchangia katika ujenzi wa mabweni ya wanafunzi. Nimeambiwa serikali imetoa fedha, wanaanza kujenga bweni. Mama Samia ametoa fedha, lakini lazima nimuunge mkono. Kwa hiyo waambie mtapokea matofali kuanzia tarehe 5 mwezi wa 5. Kutoka katika shule hii ya Mwaselela iliyopo halmashauri ya Mbeya vijijini hapa mkoani Mbeya, Epimarcus Apolinali, Channel 10.
Asante Pimarcus kwa taarifa hiyo. Wananchi mtaa wa Ilindi kata ya Ilemi mkoani Mbeya wanatarajiwa kuondokana na changamoto ya kutembea kwa miguu umbali mrefu kufuata huduma za kijamii kutokana na barabara ya mtaa ya Dondori kutopitika kwa vyombo vya usafiri. Pimarcus, karibu tena kwa mara nyingine kutoka Mbeya. Wananchi hao wamedai kuwa barabara ya Dondori imekuwa kero kwa muda mrefu na kulazimika kutembea kwa miguu kutokana na wamiliki wa vyombo vya usafiri kusitisha huduma ya usafiri katika barabara hiyo, huku wakipongeza serikali kwa kuchukua hatua za haraka kuikarabati barabara hiyo. Kuna changamoto ya barabara kuhusu hata bajaji zilikuwa nasumbua barabara kwa mbovu, mawe tu, yani hata pikipiki huku shida, gharama inakuwa juu. Kwa saizi tunaona afadhali. Changamoto yetu ilikuwa kwenye usafiri. Unavotoka huko mjini kupandisha huku juu, usafiri ulikuwa hamna. Wamama wajawazito walikuwa wajifungulia hadi njiani kosa usafiri. Diwani wa kata ya Ilemi Baraka Zambi amesema uongozi wa kata kwa kushirikiana na viongozi wa serikali watahakikisha wanaendelea kutatua changamoto za barabara katika kata hiyo, huku mwenyekiti wa mtaa wa Ilindi akaeleza umuhimu wa barabara hiyo. Naomba niwaambie wananchi wa kata Ilemi, changamoto zote za barabara zitatatuliwa kwa sababu halmashauri ya jiji ya Mbeya tulifanikiwa kumiliki greda hili. Kwa hiyo tutaendelea kupambana na changamoto za barabara. Moja ya mtaa ambao umekuwa mnufaika na hii mashine kupitia ahadi ya mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wa kata ya Ilemi ni kuja leo kutusafishia hii barabara yetu ya Dondori. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, imeweka kipaumbele katika kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji hapa nchini ili wapate faida ya uwekezaji wao. Mwanahabari wetu Raya Kipingu anaripoti. Kauli ya Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Balozi Waziri Salum anaitoa wakati akihitimisha ziara yake mkoani Tanga kwa kutembelea kiwanda cha sabuni kilichofufuliwa pamoja na kiwanda cha utengenezaji bidhaa za mkonge kilichopo jijini hapa. Tupo kwenye mchaka huo kuhakikisha viwanda vyote ambavyo vimekufa vinafufuliwa, lakini nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wawekezaji wa ndani na nje ya nchi waje kuwekeza Tanzania. Kwa upande wake, Katibu Tawala Mkoa wa Tanga Rashidi Mchata akaeleza nia ya serikali kufufua viwanda vilivyosalia. Na nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba mazao mkakati ya katani yanaongezewa mnyororo wake wa thamani. Naye mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Mkonge Tanzania Sadika Mbona akabainisha mafanikio yaliyopatikana katika sekta hiyo. Sehemu kubwa wa wazalishaji wetu kwa maana sekta binafsi ilikuwa imedorora, wanapambana wenyewe kwa kusuasua sana. Lakini hata mabadiliko wenyewe atathibitisha mkurugenzi hapa ni ya kipindi hiki cha utawala wa Dr. Samia. Serikali waliondoa VAT kwenye Saisoyan. Kwa njia ya makusudi. Tulizungumza wakasema hebu tutoe alafu tuone itakuwaje. Kweli ilivyo ilitoka na ikatusaidia hata oda za mkonge za kamba zikaongezeka kwa asilimia kubwa sana. Zao la mkonge lina uwezo wa kutoa ajira nyingi kwa wananchi kutokana na mnyororo wake wa thamani. Kutoka Tanga, Rai Kipingu, Channel 10. Jijini Tanga, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mgeni Khatibu Yahya amesema matumizi sahihi ya vyoo ni daraja linalounganisha afya na mtu binafsi na nguvu ya taifa, huku akisisitiza kuwa usafi wa mazingira unaweza kushinda mipaka ya magonjwa na kuimarisha ustawi wa wananchi. Kutoka Zanzibar, baada ya zoezi la usafi wa mazingira ikiwa ni shamra za kusherehekea muungano wa Tanganyika na Zanzibar, mkuu wa mkoa amesema matumizi bora ya vyoo ni sehemu ya mapambano dhidi ya maradhi yanayotokana na uchafu na kumwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya Micheweni kuhakikisha kila familia inapaswa kuwa na choo salama na kinachotumika ipasavyo. Ukiwa na umiliki wa kumiliki nyumba, basi jitahidi jambo la kwanza jenga choo, na hichi tunamwambia mkurugenzi. Yule yoyote ambaye atakuja kuchukua kibali cha ujenzi, basi mshauri ajenge choo kwanza. Wa wilaya Micheweni Hatibu Jua Mjaja pamoja na viongozi wengine wa chama na serikali wamesema kuwa amani na utulivu ni miongoni mwa matunda ya muungano, wakisisitiza kuwa mshikamano huo ni msingi wa maendeleo ya wananchi. Hili ni jambo la kumshukuru Mungu na kushukuru pia muungano wetu, kwa sababu miongoni mwa malengo ya muungano ni kuhakikisha kwamba nchi zetu hazitetereki.
kutokana na tatizo la amani. Amani hii tuianze kuitunza hapa, kufanya usafi kila mmoja kwa eneo lake. Amani yetu ambayo tunajivunia leo hii basi ni kutokana na makubaliano ya viongozi wakuu wetu waasisi kwa upande wa Tanzania bara, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kwa upande wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume. Ya muungano leo vijana tusingekuwa na ubabe na sauti ya kusema kwamba nchi yetu ina amani, tunafanya kazi zetu za kutafuta riziki kwa amani. Lakini bila ya muungano tusingejivunia leo vijana matunda ya elimu na maendeleo na miundombinu mengine ambayo inaendelea kuletwa na serikali zetu mbili. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa ya Masanja Mabula inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea hapa ni michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema.